yetu tunasema imekombolewa, lakini bado tumetawaliwa na mababeru weusi, kwa sababu CCM haitaki vyema. Na sisi tunasema Chauma, huu ndio mwaka wa kuleta mabadiliko. Hatuwezi kukaa zaidi ya miaka 64 tunatawaliwa na CCM. Hili jambo tumeshachoka. Tuungeni mkono Chauma ili tuweze kuiondoa sisi. Na hapa tunachokusudia sisi, tumeweka mgombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni Salum Mwalimu Juma. Huyu ni Zanzibari, huyu kazaliwa Zanzibari. Kwa hiyo ana imani kubwa ya kuweza kuleta mabadiliko. Kwa hiyo tunaomba sana uichague Chauma kupitia mgombea wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Salum Mwalimu, ili tuweze kuigomboa Tanzania. Sisi tuliambiwa kwamba wanalaumu watu wasema, kwa nini nyinyi hamkuweka mgombea wa Zanzibar? Sasa hawajui. Sisi tuna nia ya kuigomboa Zanzibar. Tutaigomboa vipi Zanzibar? Hatuwezi kuigomboa kwa kuweka rais wa Zanzibar tu. Sisi tumeamua kudili katika rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Muungano ndiye amiri jeshi la jeshi la Tanzania. Kwa maana hiyo, sisi akipita Salum Mwalimu atakuwa ni amiri jeshi wa jeshi la Jamhuri ya Tanzania. Kwa maana hiyo, yeye atakuwa na uwezo wa kuadhibiti vyombo vya ulinzi na usalama. Tukapofika 2030 tukaweka rais wa Zanzibar akapita bila kupingwa. Tuna miaka mingi anawekwa rais wa Zanzibar vyama vya upinzani, lakini hawezi kupita. Kwa hivyo tumekigundua kwamba rais wa upinzani, kama hatujabomoa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatuwezi kumpata rais wa Zanzibar, kwa sababu nguvu zote zinatoka katika rais wa Jamhuri ya Muungano ambaye ndio mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mnalijua hilo yakini jamani? Hapo msikilize kwa makini. Na ndio maana sisi tumeamua kwa maksudi mwaka huu tuchukue serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusije tukapeleka wagombea tukawachagua mabubu. Wakifika pale, hewa Allah bwana, hakuna mwingine akisema bara wewe nisema. Tumeona na kuna sihini akina mama tumeshachoka presha zenu majumbani. Wanawake mnaingia katika mikoba ambapo sisi tunaisha na ushadamu. Ukigongwa mlango tu nyinyi tayari zinakununua. Inachukuliwa, TV yangu inachukuliwa kwa mikopo yenu. Chagueni itakachokupeni maendeleo yenu na mikopo yenu bila riba. Sasa hakuna makamu kusema sera. Mimi ningekuwa na muda nilisema sera yote. Sasa sisi tunataka maendeleo ya watu, sio maendeleo ya vitu. Tumeelewa? Wana Micheweni mnanisikia? Wana Micheweni Wana Micheweni siona mmenengewa bandari. Nilikuja kabla hata ya uchaguzi nikasema hapa lipo jambo. Wana Micheweni wamejengwa bandari bandia. Wenye bandari wapo wanazungumza lugha za Asia. Ndio amepelekwa mbunge huyo. Mbunge huyo kama kule alikuwa mbunge wa Chwaka anaitwa Rangi. Alisimama siku moja tu bungeni. Hakuna kilichoeleweka wala hakuna alichokisema. Ni Kihindi, tena Kihindi chenyewe cha India. Sasa kwa hiyo ndugu zangu wa Micheweni, kikulacho kiko mkoani mwenu. Rudia baba. Rudia. Tumeona. Ndugu zangu wa Micheweni na ndugu zangu wa Tumbe, kikulacho kiko mkoani mwenu. Watu wana miradi yao, watu wana mambo yao,
watu ambao wanaingiza fedha kwa upande wao, sio kwenu nyinyi. Sasa chama cha ukombozi wa umma kinasema kinataka maendeleo ya watu mfukoni. Vijana tuna kawaida ya kurejea makosa. Leo langu ni moja, tafadhali ifikapo tarehe 29 Oktoba tusirudie makosa ambayo tukipe madaraka chama cha ukombozi wa umma kwa kukipa kura za ndio kuanzia rais wa Jamhuri ya Muungano, wabunge, wawakilishi pamoja na madiwani wa kata zote za Zanzibar. Mtatupa. Mmekubali kutupa. Mmekubali kufanya mabadiliko. Wanatumbe na wadai. Chauma ni chama ambacho kimesimama imara kabisa. Chama cha ubabaifu. Chauma ni chama ambacho kimekuja na sera ambayo inajali kubadilisha maisha ya mwananchi wa taifa hili. Chauma kimekuja na ilani ya uhakika ya kuweza kuhakikisha kila mwananchi anabadilisha maisha yake katika taifa hili. Lakini mabadiliko haya tutayapataje? Mabadiliko haya tutayapata pale ambapo tutaenda kupiga kura za ndio kwa wagombea wote waliojitokeza kugombea nafasi mbalimbali katika chama hichi. Tunaomba mjitokeze tarehe 29 kwenda kuchagua Chauma kuanzia nafasi ya urais, madiwani, wabunge pamoja na wakilishi wetu. Nguvu ya ukombozi. Asante sana. Kwanza mimi nimefarajika na nimefurahi sana kwa viongozi wetu wakuu kuungana na sisi ili wale wanauliza na wale wanaosema kwamba viongozi wa Chauma wako wapi. Nadhani leo kila mtu amewaona. Lakini la pili ninataka kusema ni kwamba mimi kama mnavyonifahamu ni mzoefu. Sasa kama ni mzoefu, niwaombe wapiga kura wa majimbo yote wanipe vijana hawa, niwaongoze, niwaelekeze, na ili lengo tukiheshimishe chama chetu cha umma. Ndugu wapiga kura na wananchi, mko tayari kunikabidhi hawa vijana? Maana mimi kule Micheweni wanasema sisi tunaona kama vile siku haifiki. Kwa hivyo naomba mnipe vijana hawa niwaongoze tukiheshimishe chama cha umma. Asante sana. Wageni rasmi, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, wazee wangu, vijana wenzangu, assalamu alaikum. Nashukuru leo ujio wenu na nimesimama hapa tena kwa mara ya pili. Niliwapa ujumbe wangu, nadhani ujumbe wangu unaofahamu. Mimi ni punda wenu. Nimesimama hapa, nahitaji kunitume niwanyooshe kwa ilani niliyopewa, na nitawaweka sawa kwa ilani niliyopewa, na watakwenda vizuri kama tunavyotaka. Mimi niwaambie, nahitaji Oktoba 29 tufanye maamuzi, tuchinje hapa, tule kuku majumbani.